Kristo asifiwe sana. Haleluya. Tuombe, tushukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii, kwa sababu ya neema za Mungu ambaye ametujalia kuwepo mahali hapa ili siku ya leo tuweze kufanya ibada hii kwa kutafakari maneno matakatifu ya Bwana, ili tutazame wito wa Roho wa Mungu kutuamsha sisi, kutushtua akilini, tuamke, tuache kujisahau, tujitambue ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, au tuna wajibu wa kutumika. Unaona? Kitu ambacho watu wengi ambao ni waumini wa muda mrefu, wafuasi wa Kristo wa miaka mingi, ni wajibu wao, lakini hawajitambui. Tuombe, halafu tutege masikio, tusikie ni nini Mungu anataka kusema na sisi katika siku ya leo. Haleluya. Mtakatifu Baba mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, wewe ambawe ndiye Mungu wa kila mmoja katika hadhira hii iliyopo mahali hapa kwa ajili ya tafakari ya pamoja ya maneno yako matakatifu ambayo yanakusudia kutupatia wokovu na kuwaleta watu wengine zizini, wale ambao hawajakujua, hawajalisikia hata neno lako, hawajui maana yako, hawajui umuhimu wako. Mtakatifu Mungu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, usitupungukie, uketi pamoja nasi, ujadili pamoja nasi, utujalie kwa neema yako kuelewa. Naam, na kuanzia hapa na kuendelea, tusirudi nyuma, tujitambue, twende jinsi ambavyo wewe unataka, hata ufurahi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Yehova Yire, na kuomba kwa niaba ya wote hawa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana tena. Sikiliza mtumishi wa Mungu, leo nawaita watumishi wa Mungu. Ndiyo, ninalazimika kuwaita watumishi wa Mungu kwa sababu mmemjua Mungu kwa muda mrefu sana sasa. Ndiyo maana leo ni siku ya kuhimizwa kwako, ya kuhimizwa kwetu, kujua kwamba sasa Mungu anataka tubadilishe mitazamo yetu katika maisha yetu ya kiroho. Angalia, wakati mtumishi wa Mungu Paulo akizungumza na Waebrania mwaka ule, akaangalia mwenendo wao na msimamo wao wa kiroho, akagundua hawa watu hawakui, wanabaki tu kuwa kama ni watoto tu siku zote. Yaani ni kama vile hawaelimishiki. Unanielewa? Mtumishi wa Mungu akajisikia kama vile anachoka akilini mwake, kwa kuona jinsi ambavyo watu ambao ni wafuasi wa Kristo, ambapo ingefika mahara waonekane kwamba wamekomaa nao, na sasa wangeweza hata kumsaidia kazi ya Mungu, nao wakaanza kuwafundisha wengine, lakini wanabaki kuwa ni watu ambao kila siku wanahitaji kufundishwa yale yale tu ya kila siku.
Jumatatu ukiwafundisha amri 10 za Mungu kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, ni ile kutoka katika nchi ya Misri, usiwe na Mungu mwingine ila mimi, usiue, usizini, usishuhudie uongo. Yani na Jumanne wafundishe hayo, na Jumatano wafundishe hayo, na Alhamisi wafundishe hayo, na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 mpaka Desemba unawafundisha hayo. Paulo akaona hawa watu namna gani vichwa vyao, kwa nini hawakomai? Ifike mahara nao wajumuike pamoja na mimi, waanze kupanda milima. Mimi nikienda magharibi, wao waende mashariki, nikienda kusini, wao waende kaskazini, tushirikiane kutangaza neno la Bwana. Unaona hicho kitu? Hili ndio jambo tunakwenda kuliangalia. Paulo akatumia msemo fulani ambao umekaa kama fumbo, lakini unakusudia kumaanisha kitu ambacho ninataka kukueleza, kitu ambacho neno la Mungu linataka kutueleza siku ya leo. Ni maneno ambayo sio mapya, si maneno mageni, ni ujumbe wa neno la Mungu ambao tunausoma katika kitabu kitakatifu cha Mungu, katika mistari ambayo kila mara tunaisoma kila leo, lakini tunapitapo tu na kutokuelewa pametaka kutuambia nini. Fungua kitabu cha Mungu katika Waebrania. Fungua Biblia yako takatifu, Waebrania, uende katika sura ya 5. Halafu mimi nitakusomea. Nitapenda nianzie katika mstari wa kwanza. Unisamehe nianzie mbali, ili wewe na mimi tupate kama picha fulani ya kwamba mpaka anafikia mara pa kuongea hayo maneno ambayo mimi nataka tuyajadili, wewe na mimi siku ya leo. Dhana yake kuu inatoka wapi? Ndio maana ninataka tu tuanze kwenye mstari wa kwanza, lakini nitakwenda kwa speed tu kali kidogo, ili kusudi nisikucheleweshe kwenye point ya msingi. Nitaanzia kwenye sura ya 5 mstari wa kwanza, nitasoma mpaka mara nitakapoishia. Halafu tutajaribu kuzama, tufunguane fahamu vichwani mwetu, kuangalia, je, maneno haya yanakusudia nini hasa? Maneno ya Mungu ninakwenda kuyasoma katika jina la Bwana kama ifuatavyo. Kuanzia waraka wa Waebrania, waraka wa Paulo mtume kwa Waebrania, kwa sura ya 5 mstari wa kwanza kuteremka chini. Naanza. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua, wenye kupotea. Kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu, na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu. Kama vile Haruni, vivyo hivyo Kristo naye hata kujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mimi leo nimekuzaa. Kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani
milele kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa na jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana alijifunza kutii na mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiki kitu tunachotaka ukiongelea, tunaona jinsi ambavyo neno la Mungu limevyoanza kutuonyesha kwamba mtu ambaye ana wajibu wa kuwafundisha watu wengine ili waweze kuokolewa, ana namna ambavyo yeye mwenyewe kwanza anapaswa kubeba wajibu mmoja, lakini mara mbili, yaani kujipigania wewe na kuwapigania wengine, kama jinsi ambavyo huyu aliyeitwa kuwa kuhani mkuu ambaye alifananishwa na Melkizedeki. Huyu kuhani mkuu ambaye si mwingine ni Yesu Kristo, aliyekubali mateso, akakubali kuteseka kwa ajili yake yeye mwenyewe na kwa ajili yetu sisi. Kwa maana mateso aliyoyakubali Yesu Kristo yalimuumiza, japokuwa lengo ilikuwa ni kutuokoa sisi, lakini yalimuumiza yeye, ila kwa makusudi sisi hapa tuokolewe. Kwa hiyo Paulo mtume anataka kutuonyesha kwamba mtu ambaye ni Mkristo wa muda mrefu anatakiwa afanane na Yesu Kristo, ambaye huyu Yesu Kristo wasifu wake ulifananishwa na yule kuhani na yule mtumishi wa Mungu Melkizedeki. Kwa hiyo Paulo anawashangaa
Waebrania wamekuwa wafuasi wa Kristo wa muda mrefu sana, na tena wamekuwa wanafunzi wake. Yeye mwenye Paulo amekuwa akiwafundisha kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni Wakristo wa muda mrefu kama wewe na mimi, ila anabaini kwamba hawakomai, wanabaki kuwa ni watu ambao wanategemea sana kila siku wawe ni wakufundishwa, tena wakufundishwa mambo yale yale tu ya kila siku. Mhubiri akisimama kuhubiri kila siku akisema Injili, yale anayowafundisha, anayowakataza kila siku ni hayo hayo. Sijui kama unanielewa. Kila siku unategemea mwalimu au mchungaji au mhubiri au mwinjilisti akija kukuhubiri kila siku anasema yale yale: msizini, kuzini ni dhambi, acheni kumwimbia Mungu, toeni sadaka, msipotoa sadaka Mungu atakuja kuwauliza kwa nini kumtolea sadaka, mnamwibia Mungu. Kila siku mhubiriwe hayo hayo, kila siku mhubiriwe acheni kuwa ni dhambi, kila siku mhubiriwe yale. Sasa mtakoma lini? Kama ninyi mliomjua Yesu Kristo, mliomjua Mungu tangu zamani, kila siku mnataka mfundisho yale, hamkui, hamkomai, hamuongezeki katika kimo. Sasa wale wapagani kule ambao hawajui hata hayo madogo madogo ambayo hapa neno la Mungu linayafananisha kama maziwa, chakula laini. Sasa wapagani ambao hawajui chochote kile, ambao hawajawahi kabisa kujua habari za Mungu, watafundishwa na nani? Paulo anataka au anatamani kuona kwamba wewe uliyemjua Mungu tangu zamani, unaitwa kwamba uliokolewa tangu zamani, unalijua neno la Mungu, ufike mahala usiwe ni mtu wa kuhubiriwa tena mambo haya madogo madogo ya kuambiwa usiue, usizini, usishuhudie jirani yako, usishuhudie uongo, usitamani alicho nacho jirani yako. Hayo yafike mara kwako yawe ni mambo ambayo unayatafakari tu peke yako, maana ulikwisha yajua tangu zamani. Badala yake, kama unawahitaji watumishi wa Mungu wakubwa wenye elimu kubwa zaidi ya Mungu, usiwahitaji kwa ajili ya Injili ya kwamba usiue, usizini, usishuhudie uongo. Hayo yabaki ni mambo madogo madogo kwako ambayo ulikwisha yajua tayari. Badala yake sasa uhitaji kutoka kwa wakina Paulo, kutoka kwa Yesu Kristo, kutoka kwa Yehova moja kwa moja. Mungu akufundishe mambo sasa makubwa zaidi, ambayo ndio mambo yale yanaitwa magumu, chakula kigumu. Ndicho Mungu aanze kukulisha. Lakini ukionekana hata vile vyakula laini ambavyo ulikwisha lishwa bado ni kama havijakutuliamo vizuri, ndio hapo Paulo kila siku akirudi kwako, ndio hapo Yesu Kristo kila siku akija kwako anarudi kukukumbusha yale. Ndio hapo inamuumiza Paulo na inamuumiza Yesu Kristo, inamuumiza Yehova, kwa sababu umemnyima fursa na mwanya wa kwanza kukuletea mambo makubwa ambayo ndio chakula kigumu. Haleluya. Kwa hiyo ni nini hasa lengo la Paulo hapa anachotaka ukiongea? Anataka kusema kwamba wewe ambaye unajidhania kwamba ni muumini tu wa kawaida, unayejiamini kwamba umeokoka, unamjua Mungu, sawa, ni kweli. Lakini sasa ili uitwe kwamba ni kweli ni muumini uliokoka, uliyemjua Kristo, unayelijua neno la Mungu tangu zamani, uchenji sasa
usibakie kuwa ni muumini tu wa kawaida. Uvae njuga na wewe uanze kutangaza neno la Bwana. Kwa hiyo wewe ni kifaa cha akiba cha Mungu cha kulitangaza neno la Mungu. Hii ndio concept ya leo iliyopo hapa. Anza sasa kupanda milima na kushuka, ukalitangaza neno la Bwana. Uwe jeshi la wokovu, uihubiri neno la Mungu. Upande milima na mabonde, ukalitangaza neno la Mungu. Usiwe tena mtu wa kunyweshwa maziwa kama mtoto mchanga. Umekomaa, wewe ni muumini wa muda mrefu. Sasa neno la Mungu linasema kwamba shamba la Bwana linahitaji watendakazi. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Sasa unajua neno hilo linamaanisha nini? Linakulenga wewe ambaye umemjua Mungu kwa muda mrefu, kwamba usiendelee kuwa muumini tu wa kawaida. Sasa anza kupanda milimani, kuteremka mabondeni, ukalihubiri neno la Bwana. Haleluya! Ndio neno la Mungu la leo ninachokikusudia. Tunamfanya Mungu kuwa masikini wakati Mungu hakuwa ni masikini. Unapokuwa umelijua neno la Mungu, ukatembea ndani yake kwa muda mrefu, unageuka kuwa matured katika ufahamu wa neno la Mungu. Na hivyo unatakiwa ubadilike, ukawe mtumishi wa Mungu badala ya kuwa muumini wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, badilika, anza kuhubiri neno la Mungu badala ya kuwa mtu wa kuhubiriwa tu. Halafu kama nawe unapenda kuhubiriwa, uende ukahubiriwe katika zile injili kubwa kubwa ambazo ni kama injili semina za kuwafundisha watu ambao wamemjua Mungu tangu zamani, ili waende wakamhubiri Mungu, ni wakamhubiri Yesu Kristo kwa wale watu ambao wamepotea, wale wasiomjua kabisa, wale ambao bado wako gizani kabisa, kwa sababu wewe uko nuruni. Sasa uende ukaangaze kwa wale walio gizani. Haleluya! Unanipata? Hili ndilo kusudi la neno la Mungu kwa siku ya leo. Wewe ni chombo cha akiba cha kulitangaza neno la Mungu. Unao ujuzi ndani yako, unao ufahamu ndani yako, unavyo vipawa ndani yako. Acha kuvifisha ndani yako. Inuka, vipawa vyako vikatende kazi ya Bwana, ili kusudi mavuno yakapate kuvunwa vizuri na kuletwa ghalani mwa Bwana vizuri. Mungu akanufaike kwa ufahamu wako ambao umeupata kupitia kuwa muumini mzuri kwa miaka mingi. Katika jina la Yesu Kristo, ukatumiwe na Yehova ili kusudi shetani akapate hasara, akapigwe, akaharibiwe, Mungu akapate kuvuna watu wengi kutoka mikononi mwa shetani kupitia kazi ya kinywa chako. Haleluya! Ndio maana neno la Mungu katika kitabu cha Warumi, acha tukaangalie kabisa katika kitabu cha Warumi, fungua sura ya 10. Warumi sura ya 10. Inakuaga katika mstari wa around kama 15. Warumi ya sura ya 10. Acha twende moja kwa moja katika mstari huu wa 15. Neno la Mungu linataka kutuonyesha kwamba kama wewe unakuwa ni mtu ambaye umeokoka, ni Mkristo tayari, unamjua Mungu, lakini umebakia kuwa tu ni mtu wa kupokea, ujue kwamba unapata hasara. Usikubali kupata hasara na kuachia wengine faida. Afadhali uingie ulingoni ukagawane faida na wengine, kwa maana neno la Mungu linasema kwamba miguu ya watu wanaolitangaza neno la Bwana ni mizuri. Kwa hiyo wana faida kubwa sana. Kwa hiyo
uingie katika ulingo wa kutangaza neno la Bwana, na wewe ukanufaike, ukapate ujira mkubwa sana kutoka kwa Mungu. Si tusome basi Warumi sura 10 mstari wa 15. Panasema hivi: tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo zuri sana la faida kubwa sana kwa mtu ambaye amejaliwa neema ya kumjua Mungu, kutumia neema hiyo, na kwa kuwa amejaliwa neema pia ya kuwa na kinywa na ulimi na sauti na miguu ya kuweza kumwezesha kutembea, akaenda akawafikia watu ambao hawajui neno la Mungu, akawaambie neno la Mungu, akaihubiri hiyo habari njema, akautamke huo wema wa Mungu, akawaeleze watu jinsi gani ambavyo Mungu ni mwema. Haleluya! Watu hao wakaokolewe, Mungu akapate faida, akapate mavuno makubwa gharani mwake. Mtu huyo Mungu anasema kwamba miguu yake ni mizuri sana. Kwa hiyo safari yake ni nzuri, inaelekea mahali pazuri. Anza kutumia miguu yako kutembea, kupeleka habari njema ya wokovu huku na huko. Panda milima, shuka mabonde, tangaza neno la Bwana. Acha kuzubaa. You are the reserved equipment of God. Be aware of that. Raise and start to climb mountains. Tembea huku na huku, tangaza neno la Bwana. Ubarikiwe. Haleluya. Sikiliza nikwambie kitu. Ni lazima tufanye kazi kama team. Ni lazima tufanye kazi kama team. Let us work as teamwork. Tufanye kazi kama team. Tuamke, tuache usingizi. Kwa nini? Shetani yeye ni kama vile kocha, mwalimu wa kikosi. Shetani na majeshi yake wanafanya kazi kama timu. Wakristo tumezubaa, hatufanyi kazi kama timu. Tumewaachia wale wanaoitwa kwamba ni wachungaji, wainjilisti, wahubiri wachache kuhubiri injili, na hata hivyo wengine wao wamekuwa wakihubiri visivyo, na shetani kuwashika mateka, ionekane kama vile injili inahubiriwa, lakini haiko inahubiriwa katika utaratibu ambao ni mzuri, ambao unafaa kwa ajili ya kuangamiza shughuli na mikakati ya ibilisi. Sasa ili kubomoa na kuharibu mafanikio ya shetani ambayo alikwisha yapata na yale ambayo anayaandaa ili aje yapate, kwa sababu anafanya kazi kwa malengo. Anapanga vikosi, anaweka wachezaji wa nyuma, anaweka wachezaji wa kati, anaweka wachezaji wa mbele, anaweka wachezaji wa pembeni, mabeki, ma strikers, usiniulize. Anapanga mashambulizi huku, anasetu huku kwenye ukahaba, anaweka mpambanaji huku, kwenye ulevi anaweka wapambanaji huku, kwenye uuaji anaweka wapambanaji huku, kwenye wizi, ujambazi anaweka wapambanaji. Kila sekta, kila idara anaweka wapambanaji.
anaangalia, anasema makanisani napeleka majeshi. Wapi? Yeye anaangalia kila maeneo kwenye jamii, anapanga vikosi kwamba ili afaulu kuwanasa wana wa Mungu na kuwapoteza. Anafikiri kwenye mawasiliano ni wanaseje watu hawa, ni wapoteze. Anaweka vikosi, anaangalia vipi upande wa serikalini ni wanaseje watu, anaweka vikosi. Anajua tu ni jinsi gani atakavyofanya. Watu si wanahitaji ajira. Kwenye upande wa ajira ni wanaseje. Watu si wana njaa na wanahitaji kuajiriwa ili kusudi wakidhi haja zao. Ana seti pale, anajua atakavyo seti mifumo. Anaweka mifumo ya rushwa, wengine watoe rushwa ya pesa, wengine watoe rushwa ya ngono. Ukishatoa rushwa ya pesa umeshatenda dhambi, amekunasa. Ukishatoa rushwa ya ngono amekunasa tayari, umetenda dhambi. Na huyo aliyeipewa hiyo rushwa pia amekwisha kutenda dhambi, naye amewekewa mtego. Ametazamishwa fahari za dunia, ameambiwa kwa mshahara wako huo wa milioni 1 hautaweza kujenga ghorofa. Kwa huo mshahara wa milioni 1 hautaweza kununua gari kama la Yakobo. Usipo watoza rushwa hao wanaokuja kuomba kazi, wewe bwana manager, hautaweza kutimiza milioni 100 ukanunue gari kama lile unalotaka. Anaweka mitego. Yule bwana ni mtumishi wa Mungu. Ili kumnasa, naona sio rahisi. Nitapeleka waumini wa kike warembo, wavae nguo za aibu, akiwa anahubiri awaone wakiwa wamevaa vibaya, awaone katika viungo vyao vya kutamanisha. Badala ya kuanza kuwaza mahubiri anayohubiri, aanze kuwaza miguu yao. Anaangalia hawa watu wanamjua Mungu sana. Sasa ngoja ni wapige shida ya njaa. Anawaletea jaribu la njaa. Umelima unapata hasara, ulikuwa unafanya biashara umehomba, na pesa uliyokuwa nayo imeibiwa. Sasa una njaa, unakutana na mjaribu, anataka kufanya uasherati na wewe. Unawaza huyu atasababisha wiki hii angalau nipate chakula. Anakukamatia hapo hapo. Sasa utanifanyia nini kama nikikubali? Kwani una shida gani? Umeshafikiria njaa yako? Utanipa 100,000. Pesa sio kitu. Umekamatwa. Mitego, 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 mitego. Shetani anakujia, anakuambia biashara kunafanya hiyo, faida yake ni ndogo ndogo sana. Unajua jinsi ambavyo biashara ya pombe ina faida sana? Fungua baa. Fungua baa, mimi nakwambia utapiga pesa mpaka utashangaa. Ni kweli bwana. Mbona naona kama vile watu ambao wanauza pombe wanapata faida sana? Umeshafungua baa. Shetani amefaruku kufanya agent wa shetani. Amekufanya agent wake tayari. Umekamatwa. Unakaa chini, unafikiria. Maisha haya ni shida sana. Nifanyeje ili nitoboe? Basi kwani japokuwa wanasema kuiba ni dhambi, hivi kweli
Kwani dhambi dhambi hivi, nikifanya dhambi mara moja tu halafu nisirudie? Haya mawazo huwa yapo. Sasa yule bwana, lile zizi lake lile huwa halina walinzi na ana ng'ombe wengi. Ngoja nifanye mkakati hivi, nikivunja lile zizi nikaiba wale ng'ombe karibia 100, na wala haitakuwa rahisi mimi kukamatwa pale. Nikiuza wale ng'ombe, umasikini sinitaaga. Umekwisha enda kuvamia zizi la watu, umeiba ng'ombe wa watu ili uwe tajiri. Tayari shetani amekukamata. Unaona hicho kitu? Sasa shetani ana mbinu zake kunasa watu. Tekniki, anawapiga watu masikini, anawapiga watu tamaa za uasherati, tamaa za mali na mambo mbalimbali. Strategies za shetani kupanga majeshi na mbinu mbalimbali za kunasa watu. Sasa kitu ambacho mimi napenda tuzungumze ni kwamba kama jinsi shetani ambavyo ana mbinu mbalimbali na watendakazi mbalimbali ambao amewaweka huku na huko, maana amepanga watendakazi kwa njia nyingi. Kwenye sanaa ameweka wasanii wa nyimbo za kuzimu kunasa watu. Nyimbo za kuzimu, wakitangaza show, watu wote wanaishia huko. Ndio watu wanapenda sana vitu vya namna kama hiyo. Wale wasanii maarufu wanaobuni matoleo ya album ambazo zina vitu tu vya kuchochea mambo kama ya washirati tu, sana ndio wamejaa huko, kwenda kukatakata viuno kwenye majukwaa wakiwa wako nusu uchi, wengine wako uchi kabisa. Halafu watu wakiona ndio wanaiga, na ndio zinakuwa fashion. Mavazi yale ndio yanageuka ndio ya kuvaa mpaka mabarabarani, mpaka makanisani. Unaona hicho kitu? Basi neno la Mungu linavyotuitia kwamba kama umemjua Mungu, umelijua neno la Mungu, usibakie kuwa kama mtoto mchanga wa kutaka kukaa unalishwa tu. Ugeuke sasa na wewe uwe wa kwenda kuwalisha watu ambao hawajawahi kula. Wewe ukitaka kula, uende ukalishwe na wale wanaolisha chakula kigumu, mambo makubwa ambayo wale walio gizani hata ukisema wapelekee mambo hayo hawawezi hata kutambua wanalishwa nini. Wewe sasa uanze kuwalisha wale walio gizani, wasiojua wala be, wale ambao hawajajua kabisa neno la Mungu, walishwe na wewe Mkristo wa muda mrefu. Halafu wewe Mkristo wa muda mrefu uende ukalishwe na wale wa Kristo ambao sasa waliokubuhu. Hata sasa wewe unaweza ukaanza kuwa unaenda kulishwa katika ulimwengu wa roho. Unalishwa na Mungu mwenyewe moja kwa moja, unalishwa na Yesu Kristo mwenyewe moja kwa moja. Wewe uanze kuwa ni mtu wa kuchukuliwa na Bwana. Unatembelea hata mbinguni, unaketi na Yesu Kristo, mnajadili kwamba tufanyeje katika huu ulimwengu ambao ulikwisha haribika, ili twende tukampige shetani, tukaharibu vipengele vyake vyote ambavyo ameviseti katika kuupoteza ulimwengu, ili ateketezwe kabisa na shughuli zake, ili mapinduzi ya kiroho yakapatikane positively, shughuli za shetani zikaangamizwe jumla. Ili kusudi shamba la Bwana ambayo ndio dunia hii likawapate watendakazi wengi.
Tusiwaachie wakina mchungaji fulani, tusiwaachie wakina profeti fulani, tusiwaachie wakina mwinjilisti fulani. Na sisi na wewe na wewe na wewe, nyote mgeuke kuwa watumishi wa Bwana, mkalitangaze neno la Bwana, mkapate faida kubwa, kwa maana kutoa ni bora zaidi kuliko kupokea. Mwache kuwa watu wa kupokea neno la Mungu tu kutoka kwa watumishi wa Mungu ambao mmewazoea. Badala yake na ninyi mkanze kuwa wenye kutoa kwa ajili ya hao ambao hawamjui Mungu kabisa. Haleluya. Ndiyo, tupange vikosi, shetani akose pa kukimbilia, tukavamie maeneo yake. Tunakuwa tumepanga mashambulizi. Tunapanga mashambulizi kama jinsi ambavyo tumepewa vipawa mbalimbali na kila mtu ana cha kwake. Tuvitumia hivyo vipawa kila mmoja alicho nacho kuharibu kazi za shetani. Unaona hicho kitu? Akienda huku anakutana na nyundo, akienda huku shetani huyu anapigwa rungu, akienda huku anakutana na mkuki, akija huku kuna mshale. Unanielewa vizuri? Akijitingisha hivi anajambia. Ndio mapinduzi ya kiroho hayo tunayoyazungumza kila siku, spiritual revolution. Shetani apate hasara na kile kimlango chake kipana, akose watu wa kuingia huko. Sijui kama atawakosa, lakini je, wewe ungependa kuwa uwe ni wa kuingia katika hilo lango pana? Au ungependa hata kama wewe utafanikiwa kuingia katika mlango mwembamba, yaani unataka uingie peke yako, halafu hao wengine kweli unataka waishie katika lile lilango? Kwa nini usiwahurumie? Ona uchungu kwamba kwa nini mimi nimemjua Bwana Mungu na nina matumaini ya kurithi uzima milele, lakini wale Bwana wale wengine wale wanataka kwenda kuishia katika shimo la uharibifu, wakapita katika kile kimlango kipana. Ni kibaya Bwana kile kimlango. Uwe na huruma. Umevyomjua Bwana utamani na Zuhura na Shabani na Maimuna na Fitina na Chuki nao waingie huko unakotaka kwenda kuingia, kwenye mlango mwembamba unaoelekea paradiso. Haleluya. Ni hivyo ufanane na jinsi maandiko matakatifu katika kitabu cha Tito sura ya 2 kwenye mstari wa 3 mpaka wa 4, ambapo panafundisha kwamba pamekaa kijamii zaidi, lakini panatenda kazi na kiroho, kwamba wazee wa baba na wamama wale ambao walikwisha yajua maandiko au wanayajua maadili yanayofaa katika Mungu, wawafundishe vijana, mabinti wanaoinukia kujua mienendo inayostahili ili watembee katika hiyo. Yaani huo ndio mfano. Ni sana katika jamii. Watu wakubwa walikwisha fundishwa hata mambo ya katika utamaduni kwamba mienendo inayostahili katika jamii ni hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo wale wanaozaliwa, wanaoinukia wapya wale wanakuwa hawajui. Sasa wanatakiwa kujifunza kutoka kwa wazazi ambao nao walijifunza kutoka kwa wazazi tena. Kwa hiyo wewe ambaye umelijua neno la Mungu, wewe ambaye umeokoka, unatakiwa kuwa mzazi wa wale ambao hawajaokoka. Mtu ambaye hajaokoka ni mtoto katika mambo ya Mungu. Kwa hiyo asipofundishwa na wewe,
atabaki kuwa gizani. Wewe uliokoka ni mzazi, wewe uliokoka ni mzee, wale ambao hawajaokoka ni watoto wadogo, ni mabinti, ni vijana wadogo, hawajajua, wanahitaji kujua kutoka kwako. Acha kuwa muumini wa muda mrefu wa bure, unakuwa mureyubusa. Ina maana haina faida kwako wewe kuwa muumini wa muda mrefu. Muumini wa muda mrefu anapaswa kuwa mhubiri. Hubiri neno la Bwana kwa staili yoyote ile. Chagua ni kwa jinsi gani ihubiri neno la Mungu, ili wale wasiomjua Mungu wamjue kutokana na wewe, na tena kwa mwenendo wako, maisha yako pia yahubiri. Hebu tengeneza maisha yako yafanyike kuwa injili. Staili ya maisha yako imhubiri Kristo. Unanielewa vizuri? Ili mtu anayekuona wewe maisha unayoyaishi ahubirike, yani ajikute maisha yako wewe ni injili kwake yeye. Halafu uongezee sasa kwa kufundisha kabisa, uwaeleze, uwafungulie na Biblia takatifu, uambie neno la Mungu linasema hivi. Uwape mistari, upige gombo, uambie injili ya Kristo inasema hivi, inasema hivi, inasema hivi. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tunaelewana? Sio rahisi, sio rahisi. Tunatakiwa tujipange, tujipange kwa pamoja. Samahani. Kuyakabili majeshi ya shetani ya kila aina, kwa staili yoyote ile yanavyokuja, kwa staili yoyote ile yanavyotenda kazi. Tuyakabili, tuyafesi jicho kwa jicho, jino kwa jino, kati ya jeshi la Yesu Kristo na jeshi la shetani. Tuyapige, tuyasambaratishe, tuyaharibu, tufanye total annihilation of the army of devil. Unanielewa? Twende kwenye vichochezi vya ulevi, tuviharibu. Tutambue vichochezi vya ulevi hapa katika huu ulimwengu alioumba Yesu Kristo ni nini. Tutengeneze miundo mbinu ya kuvibomoa hivyo vichochezi vya ulevi, viharibike katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Twende kwenye vichochezi vya uasherati, tujue ni nini kinachochea uasherati. Tutengeneze strategies za kuharibu vichochezi vya uasherati hapa duniani. Uasherati uharibiwe katika jina la Yesu Kristo. Twende tukaangalie vichochezi vya ugomvi katika ulimwengu huu ni nini. Tutengeneze miundo mbinu ya kuharibu vichochezi vya ugomvi katika huu ulimwengu, tuviteketeze katika jina la Yesu Kristo.
tukague vichochezi vya mauaji katika hii dunia ni nini, tuvitambue ni nini kinachochea mauaji katika dunia, tuviharibu katika jina la Yesu Kristo. Tuweke maajenti wa shetani katika idara zote, wakaharibu vichochezi vyote, shetani akapate hasara, akaharibikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuombe moto wa Mungu ushuke kutoka mbinguni, fire kutoka mbinguni, kama jinsi Elia alivyoomba, moto ushuke uteketeze mawakala wa kila aina katika jina la Yesu Kristo hai, kwa maana shetani anatenda kazi kwa kutumia mawakala. Tutume moto ukachome virabu, ukachome magesti ya uasherati, ukachome vyanzo vyote vya mauaji, ukachome viwanda vinavyotengeneza silaha za kuleta vita duniani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unanielewa? Yote yanawezekana kwa imani. Ni nini kisichowezekana kwa imani? Haleluya! Tuamke, tuamke, tuungane. Kile kitu tumechozoea kusikia, wanasema kwamba jeshi la wokovu kitengenezwe. Unajua, kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawajagundua. Mungu ni tajiri, lakini sisi tunamfanya afanane na maskini wakati yeye ni tajiri. Mungu hajapungukiwa kitu chochote kile. Mungu ana kila kitu. Ana watenda kazi wa kutosha kumharibu shetani. Tatizo ni sisi wenyewe. Hatuwatumii watenda kazi, au hatujitumii sisi kama watenda kazi. Sikiza nikwambie. Ni kwa nini nakwambia hivi? Si Wakorintho wa 12 sura ya 1 mpaka 30 ndio panadhihirisha hili. Mungu hana upungufu. Vile vipawa vile ambavyo siku zote napenda kuvizungumzia, ule ni utajiri wa Kristo. Ule ni utajiri wa Mungu ambao ameuwekeza ndani ya kanisa, ameuwekeza ndani ya watu wake aliowaumba, ambao huu utajiri ndio ulitakiwa kutumika kupeleka moto wa kuteketeza na kuharibu shughuli za shetani pote ulimwenguni, shetani akapate hasara na akakose ni jinsi gani atakavyoweza kurekebisha vile vipawa ambavyo vimo ndani ya watu. Wewe hapo ulipo haukosi kipawa, na kuhakikishia wewe unacho kipawa, lakini wewe hujijui. Umezoea kusema kwamba fulani ana kipawa, fulani ana kipawa, fulani ana kipawa, alafu wewe haujitaji kwamba mimi nina kipawa. Sasa hebu sema mimi nina kipawa. Simaanishi kwamba useme kwamba mimi, yani kwamba wewe useme kwamba sasa wewe useme wewe. Yani wewe mwenyewe ujisemee kwamba mimi nina kipawa au mimi nina vipawa. Tatizo ni kwamba sijijui, sijifahamu kwamba mimi nina vipawa. Katika vile vipawa vikitumika, mwenye kipawa cha kunena kwa lugha, mwenye kipawa cha kutafsiri, mwenye kipawa cha kufundisha, mwenye kipawa cha nisamehe, vile vipawa vile, kila mmoja akitumia cha kwake. Kwa maana wewe unaweza kuwa hujijui uko nacho, ila kimesinzia, kimelala ndani yako. Saa nyingine unajifahamu kabisa, hata ukitafakari unajisikia kabisa, lakini bwana, mimi ninavyojisikia, mbona kama ninavyoona ninaweza nikafundisha watu wakaelewa. Lakini haujawahi kufundisha maisha yako yote. Anza sasa kufundisha. Au piga magoti mwambie Mungu, mbona mimi nasikia kama vile ninaweza nikafundisha watu wakaelewa.
lakini sijawahi kufundisha tena. Hata hivyo sina ujasiri, naona kama vile siweza hata kustahimili kwenda mbele za watu niwafundishe. Sema, Mungu nakuomba, amsha kipawa changu hiki na ukichochee na ukiimarishe ndani yangu na unipe ujasiri na nianze kukitumia, halafu ufanyike kwa jeshi la Mungu, jeshi la wokovu. Halafu Mungu akukabidhi idara ya kuihudumia katika kumpiga shetani. Tukadunde kashetani. Basi kashetani of course, japokuwa kana nguvu na uwezo, na hata neno la Mungu Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba kamepewa uwezo wa kutupepeta kama ngano. Lakini ukumbuke neno la Mungu, mnikumbushe ni nani yule alisema kwamba nayaweza mambo yote kwake anitiaye nguvu. Kwa hiyo na sisi twayaweza mambo yote kwake atutiaye nguvu. Ndio maana japokuwa sisi ni wanadamu tu na shetani amepewa uwezo wa kutupepeta kama ngano, lakini kwake yeye atutiaye nguvu, sisi tunaweza kumpepeta shetani kama ngano. Ndio maana mara nyingi tunaposema katika jina la Yesu Kristo, hata kama angekuwa ni shetani mwenyewe amepanda kutoka kule kuzimu, yuko hapa anakufesi jicho kwa jicho hivi, wewe utashangaa kuona jinsi moto unavyomlamba na kumfyeka na kumrarua, kwa sababu ya imani yako. Tuwe na imani. Katika imani mambo yote yanawezekana. Hebu tutengeneze timu na tufanye kazi kama timu kumpiga shetani. Neno la Mungu la leo linakuja kukukumbusha kwamba wewe ni kitendea kazi cha akiba cha Yesu Kristo, cha Mungu, ambacho sasa umefika wakati kinatakiwa kianze kazi, si cha akiba tena. Ingia katika kazi, fanya kazi ya Mungu kumpiga shetani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Vanjuga, acha kuingia hasara. Usikubali hii miguu tumeambiwa kwamba ni mizuri, hii miguu ya hao wanaohubiri habari njema ya wokovu, na wewe miguu yako ianze kuwa miguu ya mtu ambaye anatangaza neno la Mungu, ili miguu yako iwe mizuri. Uwe mwenye kupata baraka za Mungu, kwa sababu wewe sio hasara mbele za Mungu. Wewe si mtoto mchanga ambaye unategemea daima ubaki ni mtu wa kulishwa. Ubaki ni mtu wa kulishwa neno la Mungu, badala ya kuwa na wewe ungekuwa unalisha. Wewe uwe unalishwa, lakini pia na wewe uwe unalisha. Mtoto mchanga ndiye anabaki kuwa ni wa kufundishwa tu kila siku, anataka ende kanisani, mchungaji, siji nabii, akuhubiri, akuombe. Na wewe uanze kuwa mwenye kufundisha, mwenye kuhubiri na mwenye kuombea wengine. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea uwezo na ujasiri wa kwanza kuwa mwenye kulisha, wa kwanza kuwa mwenye kufundisha, wa kwanza kuwa mwenye kuhubiri. Toka katika utoto uchanga, uwe mtu mzima katika ulimwengu wa roho. Mtu mzima katika ulimwengu wa roho si mtu wa kufundishwa, bali ni mtu wa kufundisha. Muda fulani uwe mtu wa kufundishwa,
lakini muda mwingine na wewe uwe mtu wa kufundisha, kwa maana katika kufundishwa unapata faida, ni kweli, lakini ipo faida kuu sana zaidi katika kufundisha. Acha kuingia hasara, shtuka, anza kufundisha. Hata hapo hapo dukani mwako ukiwa unauza biashara, akija mtu ambaye unamwona huyu mtu hajatulia vizuri na Mungu, unatumia fursa hiyo kumfundisha. Unamwambia Mungu anataka hivi na hivi na hivi, Mungu hapendi hivi na hivi na hivi. Tabia hii ulionayo jitahidi uirekebishe, si njema mbele za Mungu, itakupeleka motoni. Muulize, je, unapenda kuurithi uzima wa milele? Najua atakwambia ndio. Halafu muonyeshe ni njia gani atumie ili aurithi uzima wa milele. Hata wewe dereva, abiria wakiingia ndani ya gari lako, waambie Bwana Yesu asifiwe, karibu garini. Lakini je, unamjua Yesu? Je, umeokoka? Je, unamtumikia Bwana? Ukiwapata watu wasiomtumikia Bwana, washauri, waambie mtumikieni Bwana kama na mimi ninavyomtumikia, ili msipate hasara, kwa sababu kuna faida katika kumtumikia Bwana. Popote pale, mazingira yako yoyote yale, yani mtumikie Mungu katika nafasi yako. Si lazima uwe pasta, si lazima kwamba ukavae mavazi ya uinjilisti, si lazima kwamba paka ufungue ministry labda ya kuhubiri online. Tumia hata kipawa ulicho nacho. Mungu amekujalia neema, unajua kuimba. Ulikuwa unaimba nyimbo za kueneza uharibifu wa maadili, nyimbo za kuchochea vitu vya uasherati, nyimbo za kupoteza muda. Tumia kipawa chako cha uimbaji, tunga nyimbo za Injili, ikiwezekana ziweke online. Omba nafasi kanisani, sema nina nyimbo nahitaji kuimba. Unanielewa? Tangaza neno la Mungu kwa namna mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekugundua umetamani sana, umetamani kwamba sasa unapenda uanze kufanya kazi ya Mungu. Piga magoti tuombe kwa ajili yako. Mtakatifu Baba mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, tazama watu wako hawa wameguswa na neno lako hili takatifu la leo, kama jinsi ambavyo ulipenda leo uwafundishe watu wako waache kubaki kuwa kama watoto wachanga, kuwa waumini wa miaka na miaka yote, na kubakia kuwa ni watu wanaotegemea tu kufundishwa, tena mambo yale, tena mambo ya kawaida. Halafu hawakui kiroho, na halafu wanapata hasara, wanabaki kuwa ni watu wa kufundishwa tu, na wao hawafundishi watu wengine, na kuwaachia faida wale watu wengine ambao wanafundisha, ambao watapata faida na ujira mkubwa sana kutoka kwako, kwa sababu ya kuwaleta wengine kondoo katika zizi lako. Sasa Mungu, uwaweke wakfu watu hawa, nao katika tamaa yao ya kukutumikia, uwachochee katika ufahamu wao huu walionao, uwakuze wasiwe tena watoto wachanga wanaonyweshwa maziwa. Uwafundishe na mambo makubwa zaidi, waende wakawafundishe wengine, wale ambao hawajaja zizini mwako, ili wakujue, ili kusudi nao hawa ujira wao uje ukawe mkubwa sana
katika uzima wako wa milele ambao utawapatia, na kusihi ulibariki na neno lako na wabariki wote waliolisikia katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunakuomba tukiamini, amina. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amina.